Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Mimi naitwa Uncle G na nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kusubscribe channel yetu, unaendelea kulike, unaendelea kucomment, lakini pia unaendelea kushare kwenye mitandao mbalimbali. Habari ya mjini ni Asili Yetu TV. Sasa leo ninakusogezea kipaji kimoja kutoka nyanda za juu kusini ambacho kinafanya poa sana, content creator. Bwana, ma content creator wameamua Njombe, wana jambo lao, wanakuja kwa kasi kutoka huko vijijini, wameamua kuingia sasa kwenye game rasmi, na mimi ninakusogezea huyu hapa. Yep, niko na mwamba mwenyewe. Tuambie kwanza, kutokea wapi? Ni bwana, kutokea Samaria. Samaria iko wapi? Samaria Makuga, hapa mbele kidogo. Okay. Yeah. Tuambie, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Godi Mbena OG. Ndio jina nalotumia kwenye kazi yangu. Okay. Kwa nini tumejiita Godi Mbena OG? Sijapenda kujiita yani jina lingine zaidi ya Godi Mbena G. Godi Mbena OG kwa sababu Godi Mbena OG linakuja yani ni Mbena original. Original. Kwa sababu wengi wao wakisha kwa hawataki tuseme yani hawataki kujiita majina yao halisia. Okay. Anapenda kudanganya. Kwa hiyo kama mtu labda Mkinga akapenda kujiita sio, akienda mjini kwa anakataa kabisa kabila lake. Kabisa kusema mimi si, lakini mimi nataka Godi Mbena OG. Ni Mbena original. Okay. Yani bahunyumba. Bahunyumba. Umetisha sana. Kwambie, nimeona nimepita kwenye account yako ya TikTok, unafanya poa sana. Kuna klipu nyingi ambazo mnazitengeneza. Idea hii ilikujaje kwako? Idea tuseme ni kipaji mtu ambacho unacho, yani unakaa unafikiria, kwa ukikaa kichwa nakuta kuna kitu kinajia kama ufanye hiki. Ufanye watu alafu naangalia jamii inapokeaje. Okay. Alafu unafanya unakuta jamii inapokea vizuri ile jambo lolifanya. Okay. Basi unapata nguvu ya kufanya ndio hivyo. Okay. Content creator, safari yako tuambie, tulianza mwaka gani? Mimi nilianza mwaka juzi. Nilikuwa nafanya tu kawaida mwaka juzi, lakini nikaona kuna watu wakifanya kitu watu wanakipokea kwa ukubwa. Mwaka jana nikaa rasmi yani zaidi, nikaa kazi zaidi yani. Okay. Na ni mtu gani ambaye wewe binafsi alikushawishi kuingia kwa content creator? Mfano mzuri mimi nimeona wengi, yani nilikuwa namuona nikimwangalia Maiza Mbena. Maiza Mbena anapofanya kazi. Hapo nilikuwa nikimwangalia Davis mwenyewe. Davis Nziku. Wale ndio wamenipa moyo sana kusema kumbe ukifanya hiki kitu kinaenda na jamii inapokea vizuri. Okay. Mara nyingi watu wakicheke kwenye mitandao za kitu unachofanya wanaweza wakazungumzia au wakaona tofauti, kama huenda unapoteza muda wako, huenda maisha yamekuchanganya kulingana na kitu ambacho unakifanya, hawakitambui, hasa mazingira ambayo unatokea. Kwako ikoje? Hilo lipo. Yaani kwenye mtandao wa kijamii mtu anaambiwa comment ndio zinasema ukweli. Kwa hiyo utakuta mle ukiposti kitu chochote kile, wapo watakao kipokea kwa mikono miwili, wapo watakao pokea, kuna wengine ndio wanabeza kusema unachofanya hiki hamna. Unapoteza muda. Alafu hususan ni watu ambao labda eneo unalotoka. Lakini kwa watu ambao tunao mbali wanakipokea vizuri tena kwa mikono miwili. Tunakwambia bwana, hapo ilifanye na jambo linakuwa vizuri. Okay. Nikipita kwenye akaunti yako pale, mara nyingi unapenda kucheza kiasili zaidi. Yani kiuhalisia na jina lenyewe, yani Godi Mbena OG. Kwa maana napenda kutumia yani lugha yangu ya Kibena yani. Sababu ile nilivyoona kutumia ile jina lile, kwa utakuta saizi hata ukiangalia mitandaoni wengi wanatumia sana majina ya kisasa. Majina wanarudi wanatumia uhalisia wao. Wameshaanza kurudi sasa. Hawataki kutumia majina ya kisasa, tumia uhalisia wao. Kutokana na jina lake la kwanza mbele kaandika jina la ukoo wake. Okay. Wewe ukikaa wewe na Maiza, kuwa unaionaje sini? Nikikaa mimi na Maiza kuna vitu vingi sana ambavyo najifunza kwake. Na kuna muda nikikaa naona kuna deni kubwa, kwani pale tunapokaa kuna deni sana inadai ufanye vitu vikubwa. Siku hadi siku fanye vitu vikubwa zaidi. Okay. Nikaa na Maiza kwa najifunza vitu vingi sana. Okay. Japo inawezekana hata yeye mwenyewe kuna vitu labda hapa tukashauri hapa tufanye hiki. Uzuri wa Maiza sio mbishi. Kwa bwana msafanye basi mnaenda hivyo mnafanya na kubali. Okay. Kwa sasa hivi tuko kundi moja na Maiza au tunapiga tu na tunafanya collab? Tupo kundi moja na Maiza na hisi kuna movie. Naiandaa. Naiandaa inaitwa Ngumbalo. Ngumbalo. Okay. Elimu ya watu wazima. Mmeshaanza kushoot au bado? Bado hatujaanza kushoot, ila nahisi ndani ya wiki 2 au 3 tutakuwa tunaanza kushoot ile movie. Okay. Kweli ni kundi.
Ni kundi. Tukiachana na kundi la Maiza, wewe binafsi tuna kundi ambalo tunazalisha wanafunzi ambao tunafanya nao kazi. Kiachana na Maiza, mimi mwenyewe pale nyumbani na kundi ambao nazalisha wanafunzi. Sema kiufupi tupo kama watatu, ila tunakaribisha na wengine japo wapo wengi, tunaangalia hatuwezi kufanya kazi mradi bla bla. Tunatafuta kile kipaji ambacho kinakuwa kikaa nacho pale, tunakuwa na uelewa. Okay. Na mazingira tunayotokea, labda unapata changamoto gani kwa zile kazi ambazo tunazifanya? Mazingira yanayotokea, changamoto zinazotokea, yani zinazozipata ni ile mazingira, yani tuseme mazingira vile vile, yani maeneo shuti. Sababu unaweza kukaa sehemu kao na shuti, kuna wengine akaja pale akaona yani hawa watu ndio wamechelewa sana kitu anachokifanya, au unataka kuuza maeneo ya watu. Ndio hicho. Kwa hiyo watakuta kwa mtu anaangalia mbona kama wanacheza tu, lakini uzuri wengi kwa mwanzoni kwa kama watu wanachukulia nani, lakini sasa hizo watu wanaanza kukubali. Kuta mmoja anakubali kusema kumbe bwana wewe nyinyi kazeni, kaza buti. Ninachofanya hiki tupo nyuma yenu, tunawasupport sana. Na kitu gani sasa tunajivunia tangu tuanze kufanya hizi shughuli? Nachojivunia ni vingi sana, sababu kuja ufanye kazi kupokelewa na watu sio kitu kidogo sana. Kwa leo hii yani kwa kutazama hata watu 5000 wenyewe ni jambo la kujivunia sana. Ni jambo la kujivunia. Sasa hivi tukiposti kitu viewers 5000 zinafika? Bado. Tunaishia ngapi? Nafika kwenye sema inategemea na posti ulio post. Kuna posti zingine, mbona kuna posti mimi nimekumbuka nimeiposti ile ina watu kama 34 hivi ambao wamekufuatilia. Sasa inategemea na posti ulio post. Kuna nyingine ukiposti watu wanaipokea, kuna nyingine ndio hivyo. Tunafikiria nini sasa kuhusiana na kazi ambayo tunaifanya kwa sasa hivi, kwa sababu wanasema wahenga wenyewe sanaa ni ajira pia. Kwako tunafikiria nini? Yaani mimi ninachofikiria sasa hizi ni pate vitendea kazi vizuri, yani ambavyo vinakuwa na uwezo, pate picha quality. Hata mtu akiangalia hivi anajua sasa kinachokuja kutuumiza sisi ndio hicho, hata kikao kifikiria bado unakuja uone vitendea kazi ni vya kawaida, kwa hata mtu akiangalia picha anaona ya kawaida. Kinachotuumiza kichwa ndio hicho hapo. Tuambie ma content creator ambao watano ambao wewe binafsi unawakubali sana. Hapo namba 1 naanza na Maiza Mbena. Namba 2 namweka Davis Nziku. Namba 3 namweka Walida Mwageni. Walida Mwageni ukifanya. Hapo namba 3. Namba 4 anakuja anakaa Side Rwanda. Huyu wa Makambako. Namba 5 nakaa mwenyewe. Kwambie kwenye mitandao ya kijamii tuna yule ambaye sasa anakutazama kupitia Asili Yetu TV, ili akakuzingatia kwenye akaunti zako, tunapatikanaje? Facebook napatikana kwa jina la God Mbena OG. TikTok pia napatikana kwa jina la God Mbena OG. Ukija Instagram God Mbena OG hivyo. Umetisha. Kuna ujumbe unataka kuacha nao mashabiki zako? Watu support Njombe, yani Njombe. Najua Njombe sasa hizi tumeamka, Njombe sio ile ya zamani. Yani sasa hivi Njombe ipo mabegani mwetu. Kwa waendelee kutufuatia, kuna mambo mazuri yanakuja. Shukrani sana, karibu tena kwa wakati mwingine Asili Yetu TV. Nashukuru sana, hapo ni nyumbani. Shukrani. Nilikuwa na content creator kutoka Nyanda za Juu Kusini, tunazungumzia Njombe Makoga, ambapo yeye ndipo anapopatikana. Safari yake mwamba kutoka Makoga ameamua kutia timu Asili Yetu TV kwa ajili ya kuweze kuangazia kipaji chake. Natumaini umeshamuona, mzingatie kwenye mitandao yote ya kijamii ambapo yeye anafanya. Pia ni wanafunzi wale wa Maiza Mbena. Kwa hiyo kama huwa unawafuatilia hao, mshikaji utakuwa unampata vizuri. Mimi naitwa Ngoji. Usisahau kusubscribe, usisahau kucomment, usisahau kulike. Tukutane tena wakati mwingine.